kujifunza ujumbe wenye kichwa kinachosema magonjwa ya roho. Kichwa cha somo, andika magonjwa ya kiroho. Katika ulimwengu huu tunaoishi, yapo magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo, yanayosababisha kutusoofisha miili yetu, hata tunakosa amani na afya. Lakini kwa sisi tuliookoka, kuna ugonjwa mwingine unaoongezeka ambao ni ugonjwa wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na hayo mengi yote, malaria na kadhalika na vitu kama hivyo niliyotaja, lakini uko ugonjwa mwingine ambao unaongezeka, unaitwa ugonjwa wa kiroho. Halikadhalika ugonjwa huo wa kiroho nao unapokukumba mtu aliyeokoka, husoofisha mwili, unakuondolea amani, unakuondolea afya. Sasa tunaona huo ugonjwa wa kiroho unapokukumba, unakuondolea amani na afya ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kutembea, unajiona mzima, lakini kama umekumbwa na huu ugonjwa kiroho, unakuwa mtuti. Huo ugonjwa wa kiroho unapopatiwa njia sahihi za matibabu, unapona. Na ukishapona, unakuwa na afya, unakuwa na amani, na unakuwa na shauku ya kuendelea mbele na Kristo Yesu. Magonjwa hayo ya kiroho, ugonjwa wa kwanza ni kuzoelea wokovu. Ugonjwa wa kwanza wa kiroho unaosababisha muamini kumzoofisha kabisa, kukosa amani, kukosa furaha, kukosa kicheko ndani ya moyo wake, kukosa amani ndani ya maisha yake. Ugonjwa wa kuzoelea wokovu, yaani kuto kulisamini neno la kweli, kujihesabia haki, kujiona wewe umetosha kwa mambo ya Mungu. Huu ni ugonjwa hatari sana. Ni ugonjwa ambao ukikukumba unakusoofisha kwa habari ya maisha yako. Luka Mtakatifu lango 18 mstari wa 9 mpaka wa 14. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifuani akisema, Ee Mungu, nimeradhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajiwezaye atadhuriwa, na ajizuie atakwezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe aliona kana kwamba yeye anatosha. Lakini yule mwingine anajigonga kifuani kwake, anaona kama hastahili, bado anamtaka Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa la Bwana. Kulizoelea neno, kujihesabia haki, kuona kana kwamba wewe unatosha. Huo ni ugonjwa mbaya sana katika ulimwengu. Ugonjwa namba 2 ni kuchagua ibada, yaani siku za kuabudu na mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugonjwa namba 2, kuchagua ibada, yaani siku za kuabudu na kuchagua mhubiri. Huo ni ugonjwa mbaya na ni ugonjwa unaoambukiza kanisa kwa kasi. Ugonjwa wa kuchagua siku za kuabudu na kuchagua mhubiri unaambukiza sana. Mtu akitazama tu hivi ameambukia. Bwana Yesu asifiwe sana.
roho. Lakini kuna namna tunaoangaliana, tunataka fulani bwana hajaji. Kumbe si haja sana ni isitakuja. Hiyo ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya magonjwa ya kiroho yanapokumba kanisa yanaumiza moyo wa Mungu. Lakini ashukuru Mungu wa mbinguni, anapoona kipo kitu cha namna hii katikati ya kanisa lake, hajawahi kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama hivi analituma neno lake ili kila mmoja anayesikia aweze kujicheki, kwani mimi naumwa wapi? Mbavu, sikio au mkono? Zaburi 27 ule mstari wa 4. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nitazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi hapa anagundua dawa kwamba ili abaki kuwa mzima, anaamua kubaki na tiba, anaamua kubaki na kinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapoingia nyumbani mwa Bwana, anapojitambua kwamba mimi ni wa Bwana, Daudi anatafuta kinga na tiba. Ndivyo anasema. Kwa kusoma ile moja, anasema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Na neno moja nililotaka kwa Bwana, na ndio hili litakalofuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hapo katika mwenye kwa msika angalia mtu. Wale watatu ibadani himo. Aje mmoja ndio mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na shida na nini mimi nimo. Maana ninataka neno moja kwa Bwana, nataka nione uzuri wake, sitaki nione watu wanasemaje. Tiba ya ugonjwa huo wa kiroho, tufungue kitabu cha Ibrania 10:25 na mwingine afungue Timotheo wa pili mlango wa 2 mstari wa 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Tiba ya ugonjwa wa kiroho wa Ibrania 10:25 nasema wala tusiache kukusanyika. Mstari wa pili mlango wa 2 mstari wa 15. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kila mmoja atakapojitahidi mwenyewe kwamba mimi ni wa Mungu, mimi natakiwa nifanye ya Mungu, amepona ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo kusukumwa, pasipo kukumbushwa. Wafilipi 3:12. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Si kwamba nimekwisha kufika au kwamba ni mkamilifu, bali ninaukaza mwendo. Mnasikia maneno ya Paulo haya? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa la Bwana. Yaani yuko tu anakazana, hajafika, anajua kabisa hajafika, bado yuko safari, bado anamtaka Mungu, bado naona peke yake hawezi. Anapambana katika safari yake asiachane na nani? Na Mungu. Mstari 3:16 Biblia inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tezi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari tumekusanyika
tujifunze neno. Amina, tujifunze neno. Sasa hilo kama ugonjwa mmoja imelezi ndani kwa neno tayari nimeshapokea dawa, ugonjwa huo uondoka. Luka 18 mstari wa kwanza. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tupate kuwa hai katika maisha yetu ya kiroho, inatupaswa tuombe Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Kumbe kutokukata tamaa ni dawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa la Bwana. Tunapodumu katika kutembea katika maagano ya Kristo, ndio uhai wetu, huo ndio uzima wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalizie na neno Marko 12:30 mpaka 31.